Bashuka. Naam. Heri kabisa. Kama kawaida. Sema upo? Upo kabisa. Kongole kwanza kwa ushindi. Asante sana kwa sababu katika kiwanja kilichokuwa kigumu katika mechi za Young African Sports Club kilikuwa ni hiki. Hiki ni cha Samuyo. Kwa Yanga yani michezo kwa Yanga kilikuwa ni hiki kiwanja. Na yani tulikuwa tuje kupata goli. Yani hata mara moja. Yani ni sare ya bila. Lakini kwa surprise ya kwanza tumeanza na Simba tukapata goli 2-2 hapa. Tukatoka 2-2 tukasema kwamba huu uwanja tunauweza. Uwanja tunauweza, ni halali yetu. Tukasema kwamba si nani TFF amepanga tukutane na JKT hapa. Tunakuja tumejipanga. Kwa hiyo wana Young African Sports Club tulitoka nyumbani tukiwa tumejipanga kusema kwamba tunaenda kukutana na timu ngumu, timu ambayo kwamba inakuaga ishikiki kwenye uwanja wake na tunaenda kutoka na ushindi. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeibuka na ushindi wa goli 2-2. Bwana, haikuwa rahisi, nilishuhudia mkondo wa kwanza. Goli la kwanza vijana walipata kujifunga, lakini goli la pili Mudathir Yahya Abbas alikamilisha pasi nzuri ya Pacome Zouzoua. Mnasemaje wananchi? Mnaiona ile project ambayo aliitibua Dodoma Jiji sasa imekwenda kupatikana kwenye viwanja yani hapo ndo watu yani tuniseme wana Yanga ndo wapate kuelewa kwamba mchezo ni mpira wa makosa. Kwamba unapokosea lazima kitu kitokee, kwamba Mwamnyeto alikosea na kweli akajiadhibu, lakini tuseme kwamba sasa vile vitendo vilivyotokea kwenye na alikosea akajiadhibu, na tuseme kwamba yote kwa yote wameona kwamba mpira ni mchezo wa makosa na kwamba na wenyewe wamekosea wamejiadhibu wenyewe. Kwa hiyo unasema kwamba unapokuwa unacheza mpira usitegemee kusema kwamba unataka kufunga tu, na kwamba hata kukosea unaweza ukajifunga vile. Kwa hiyo sisi wana Yanga kama wana Yanga sisi tulimsamehe pale. Yani kama wana Yanga baada ya Dodoma Jiji mpira kuisha tukamsamehe Mwamnyeto pale, hatukuendelea tena na lawama. Mkamsamehe pale mpira baada ya mpira kuisha, kwamba yaliyopita yamepita, tugange yajayo. Na ndo haya yameshaanza kutokea kwamba watu wanajifunga. Bwana Kijila alijifunga mechi na Yanga na Simba. Kidani yule pale alijifunga na Fountain Gate. Nani anaitwa yule wa Simba? Chasambi. Kwa ni kawaida. Ni kawaida. Kwa unaposema kwamba mpira ni mchezo wa makosa nyendo kama haya. Usifikiri labda makosa ni kujikwaa uanguke, hapana. Bwana, tuzungumzie ubora wa Young Africans baada ya mchezo wa hii leo. Pengine kuna dalili zozote na taa yoyote ambayo imewashwa na Young Africans na mnaona mnaelekea kwenye ile nchi yenu ya ahadi ambayo mliipanga msimu huu? Na imani kwamba bosi wetu kashaongea akasema kwamba Yanga bingwa, mimi nani nibishe. Kwa hiyo mimi ni kutimiza tu na kushikilia msumali pale alipougongelea. Kwa hiyo kina maana kwamba GSM amesema Yanga bingwa, Yanga ni bingwa, kwa sababu ukiangalia ladha ya NBC tunayo sisi, ladha ya CRDB tunayo sisi. Kwa hiyo kuiachia kwa urahisi ni kwamba ni jambo ambalo haliwezekani. Sisi Yanga Afrika tutatetea ubingwa mpaka mwisho, yani tutashikilia hili tone litashikiliwa mpaka mwisho. Ili tone tutalishikilia mpaka mwisho. Kwamba Yanga Afrika unapokuwa unaona kabisa kwamba mechi zimebaki 6 au 7, kila mechi kwetu sisi ni fainali. Lakini mnaona magoli ya Chama huko? Magoli ya Chama Klatus yamefanyaje? Yamefanyaje? Kuna ile kona kama ipi? Na saizi wametangaza. Wametangazaje? Wamesema nisikilize. Magoli ya nafasi ya pili watajifurahisha wao. Lakini mimi nafurahisha magoli ya kuchukua ubingwa, kwa sababu nataka nikuulize swali. Hivi lile goli la Chama linazidi la Zimbwe pale KMC? Ngoja kwanza. Subiri bwana, sikia mzee. Yani kuna magoli nani? Kuna Chama ile pale ni kwamba ningeona ni kitu cha ajabu angeondoka na pointi 3. Ningeona goli la ajabu, lakini kwa sababu mechi ilienda sare. Na msemaji wao magoli mengine yanakuja. Huyo msemaji kwamba ni mnafiki kwanza. Msemaji ni mnafiki, si ndio alisema kwamba Chama na waferisha kwenye mashindano ya kimataifa. Ongea kifootball. Subiri. Ngoja kwanza Kiwale. Hatuwezi kugombana, tugombana. Kiwale. Ahmed Ally alisema kwamba Chama wameona na waferisha katika mashindano ya klabu bingwa. Au hakuongea? Kuteleza sio kuanguka. Sasa mimi haona. Subiri. Chama, magoli ya Chama. Cha kwanza atakao ujue magoli mazuri yote. Jifunike shuka kwanza. Hamna shida. Magoli mazuri yote yanatoka Simba. Magoli mazuri yote na magoli bora. Kumbuka kuna mtu anaitwa Sako alifunga magoli mazuri yote. Sasa Chama amefunguliwa kufunga magoli mazuri. Lile goli alofunga Chama, nenda kalitafuta kwenye football duniani. Wewe bwana wewe. Hakuna. Goli la vile watu wanapiga acrobatic.
lakini ile goli la Chama ni amegeuka na Sikie kwanza huyu ndugu yako. Nisikilize mimi sawa. Sikilize huyu. Nisikilize mimi sawa. Tena navua kofia yangu. Usivue usivue, inamaanisha kuna magoli yao, usivue. Nisikilize vizuri sawa. Hakuna mchezaji mimi ninayemkubali. Ile misimu minne unachukua Simba kama Chama. Subiri wewe nifuate kule nje nikupela. Unasema hakuna mchezaji ninayemkubali. Ile misimu minne wanachukua ubingwa Simba kama Chama. Alipokuja Yanga. Wewe unabisha nini basi? Mimi Yanga. Hata ndoa yangu ina shida, ina matatizo. Sawa? Nikija Yanga hapa huwa na enjoy sana. Yaani ndoa yangu inakaa safi. Hapo mkeo anakusumbua. Yaani nikija hapa ndoa yangu inakaa safi. Hata tendo la ndoa nalifanya vizuri. Sawa? Ila kuhusu Chama hazungumzii ovyo. Sawa. Chama anajua. Hebu piga makofi. Chama anajua. Piga na makofi. Umemsikia? Chama anajua. Chama anajua. Kashafanya mengi Simba. Basi. Chama kashafanya mengi Simba. Basi. Napiga magoti. Napiga magoti. Chama anajua. Sawa. Tangu akiwa Simba Chama. Mimi namkubali sana Chama. Chama anajua. Basi. Mimi natokea Madale Mbopo. Sawa. Natokea Madale Mbopo. Sawa. Ila Chama anajua. Chama basi inuka. Chama anajua. Na ndio maana Yanga walipomsajili nikasema tumepata mtu. Sawa. Ila kuna kipindi tukamdharau. Sawa. Tukampeleka aende si wapi Singida. Sio kweli. Chama ilikuwa sio kwenda Singida. Chama ilikuwa sio kwenda Singida. Sawa. Ila Simba wenyewe wakamulika jicho lao. Wakaona kabisa Chama anarudi nyumbani. Chama karudi nyumbani. Sawa. Chama karudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, uwanja wa Samuyo, wewe mulika uwanja. Uwanja mulika uwanja. Mulika uwanja sawa? Uwanja muone. Goli lile kule. Chama kafunga goli. Inawezekana ikawa ndio goli bora la duniani katika ligi kuu ya Tanzania. Sawa. Yani basi inuka kaka. Subiri basi kaka. Unawaambia nini wale wanaombeza Chama, mashabiki wa Yanga? Kitambulisho cha Yanga hichi mimi Yanga. Nawaambia mashabiki wa Yanga wanaombeza. Mimi labda nawaambia wa Yanga sawa? Tusimbeze Chama. Anajua anajua. Chama anajua. Pakome anajua. Chama anajua. Pakome anajua. Ila uwezo wa Chama bado jamani mkubwa. Uwezo wa Chama bado tulisema amezeeka. Chama tulisema mimi nataka nimuulize swali. Chama na Pakome wanaondoka na nani? Bado hajaisha. Chama na Pakome wanaondoka na nani? Chama anachompendea mimi ndani ya box. Nisikizeni vizuri. Chama anachompendea mimi magoli anayokosa Dube. Yeye anafunga. Mimi naumia. Magoli anakosa Dube. Dube shamzoea magolikipa. Magolikipa shamzoea Dube. Akiipata anapiga moja kwa moja. Akiipata anapiga moja kwa moja. Chama akipiga moja kwa moja ya kwanza, ya pili anajua kipa shamzoea. Kipa nafanyaje? Nafinya. Ni kwamba kitu kimoja. Huyu hapa ndio maana ndoa yake inateteleka. Yaani ndio maana ndoa yake inateteleka. Mimi kwangu mimi siwezi nikamkubali Kilema hata mara moja. Siwezi kumlumia Kilema hata mara moja.